Ni vitu gani ambavyo vinaweza vikamfanya mwanamke huyu asiwe mjamzito? Infection. Mwanamke akipata maambukizi tunaita sexual transmitted infections, magonjwa ya zinaa. Haya magonjwa ya zinaa yanakuwa yanaharibu vile via vya uzazi. Kwa mfano magonjwa ambayo yanasababishwa na Chlamydia trachomatis, lakini pia magonjwa ambayo yanasababishwa na Neisseria gonorrhoeae. Hawa ni bacteria ambao infections zao zinaenda kuharibu ule muundo, structure nzima ya via vya uzazi. Hizi infections huwa zinaharibu serial ambazo huwa zinasaidia mayai kutoka kwenye mji wa mayai kuja kwenye mji wa mimba. Kwa unakuta sasa mwanamke akiwa na hizi infection, yai linashindwa kutoka vizuri kutoka kwenye ovary kuja kwenye uterus kwa sababu ya hawa infections. Hapo nilikuwa nazungumzia sexual transmitted infections. Lakini pia sababishi nyingine tunayo pelvic inflammatory diseases. Haya ni magonjwa ambayo yanaathiri via vya uzazi pia vya mwanamke, ikiwemo fallopian tubes, ikiwemo uterus, ikiwemo ovary. Sasa haya magonjwa ya pelvic inflammatory diseases huwa yanasababisha scarring, yanasababisha makovu kwenye zile fallopian tubes. Hali hii inapelekea kwamba movement ya yai kutoka kwenye ovary kuja kwenye uterus inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo mwanamke inakuwa ni ngumu kutunga mimba. Lakini mbali na hivyo, kama hizi scarrings zikiwa kubwa, lakini pia chronicity ya pelvic inflammatory disease ikiwa ni ya muda mrefu, inakuja kuleta resistance au obstructions kiasi cha kwamba zile sperm za mwanaume zinashindwa kupenetrate moja kwa moja kwenda kwenye ovary kwa ajili ya kufanya fertilization. Mbali na hivyo, tuna risk factor nyingine kama excessive exercise, kufanya mazoezi makali, kufanya mazoezi kupindukia. Hii nayo inaweza ikakufanya au ikakuweka katika hali ya uhatari ya wewe kutokupata ujauzito. Na hii ni kwa sababu unapofanya mazoezi makali, unapofanya mazoezi kupindukia, mwili wako unazalisha hormone ambayo inaitwa endorphin. So hormone hii huwa inafanya kazi kama pain killer, inatuliza maumivu. Ukifanya mazoezi sana, kawaida huwa mwili unahisi maumivu. Kwa hiyo mwili unazalisha hormone ili ya kutuliza maumivu. Sasa ubaya wa homoni hii ni kwamba huwa inapunguza uzalishwaji wa homoni ambazo zinaweza zikakufanya wewe uzalishe yai na ubebe ujauzito. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni baadhi ya sababu hatarishi ambazo ukiwa nazo wewe kama mwanamke, wewe kama mdada ambao upo katika reproductive age, unaweza ukajikuta unapata tatizo hili la ugumba na kushindwa kupata mtoto kabisa.